Mamlaka ya hali ya hewa wameshatoa matangazo mbalimbali na utabiri wa hali ya hewa na kuonyesha kwamba kutakuwa na mvua katika mkoa wetu wa Mara. Naomba tuzingatie mambo yafuatayo. Cha kwanza, tahadhari inayotolewa kwa wananchi wote wa mkoa wa Mara kwa kipindi hiki cha mvua, kuchukua tahadhari maeneo ya makazi, hususani kwa wale waliopo kwenye maeneo ya mabonde. Tunawashauri kuhamia maeneo salama, kwa sababu saa hizi maji yanateremka kule na mvua zinanyesha kwa wingi. Eneo la pili, namba 2, ni kuzibua mitaro iliyoziba maeneo ya makazi na maeneo ya biashara. Tunawashauri wananchi wetu. Namba 3, kufunika mashimo yote yaliyoachwa wazi yaliyopo katika maeneo ya makazi. Hii itasaidia kujiepusha watu, hususan watoto, kuteleza na kudumbukia katika mashimo hayo. Kadhalika, kuepuka magonjwa ya milipuko kama kuhara au kipindupindu kwa kuwa maji yanakuja na uchafu. La 4, kuwazuia watoto kwenda kuogelea mtoni, ziwani, kwenye madimbwi na mabwawa na maeneo mengine yenye maji katika maeneo yetu. Kwa hiyo ni muhimu wazazi kuchukua tahadhari sana, kuepusha watoto wanapenda kuchezea saa nyingine hata kwenye mitaro, inaleta madhara. Namba 5, madereva kutopita katika madaraja yaliyofunikwa na maji wakati wa mvua. Wako baadhi ya madereva wanajiamini kwa kutoweza kuchukua tahadhari, na daraja halionekani, maji ni mengi, wanapita kule, mwisho wa siku inaleta madhara kwa wananchi wetu na kusababisha kupoteza maisha. Namba 6, ni kutoa taarifa kwa wakati pindi inapotokea tukio lolote la maokozi na moto kupitia namba ya dharura ya zimamoto na uokoaji 114. Hii namba ya dharura wananchi wanapaswa kuipiga wakati inapokuwa imetokea tatizo. Namba 7, kuweka alama za makatazo ya kuogelea watoto sehemu zote ambazo ni hatarishi. Yako maeneo, ndugu wananchi, maeneo mengine kuna malambo. Sasa watoto mara nyingi wanaenda kucheza katika maeneo hayo, kitu ambacho ni hatarishi, na saa nyingine hutumika kwa shughuli za kijamii, ujenzi, au kupeleka mifugo kwa ajili ya kupata maji au shughuli yote ya kilimo. Namba 8, kutochezea nyaya za umeme zilizoanguka na kutoa taarifa kwa mamlaka husika. Wakati wa mvua iko saa nyingine nguzo za TANESCO au nguzo zingine unaweza kukuta zimedondoka. Kwa hiyo ni vizuri wananchi kutoa taarifa kwa mamlaka nyingine TANESCO. Msiruhusu watoto kupita au saa nyingine kugusa zile nyaya, basi unaweza kujikuta tukaleta madhara makubwa. Namba 9, kuwazuia watoto kutochezea kwenye visima vya maji. Wako watoto baadhi katika makazi yetu tumechimba visima au madimbwi au mashimo tu kwa shughuli mbalimbali. Sasa mashimo yale huwa hayafunikwi, yanaachwa wazi. Kwa hiyo watoto wanaona ni fursa kwenda kuchezea kule. Kwa hiyo natumia nafasi hii kwa hasa wananchi wetu wa mkoa wa Mara, mashimo yote ambayo yako katika sehemu zao za makazi ni vizuri wakaweka vizuizi kama miti au kingo au taping kuonyesha kwamba eneo hilo ni hatarishi, litaweza kutumika ili kuepusha madhara ya watoto. Tumekuwa tukipata kesi nyingi za namna hiyo. Namba 10, kuepuka kukaa au kutembelea sehemu hatarishi kama kwenye mikondo ya maji na umeme, hasa kipindi cha mvua na upepo mkali unapoanza. Kwa hiyo ni vizuri pia tukachukua tahadhari hii kuepusha hayo madhara. Namba 11, wazazi kuhakikisha wanasindikiza watoto wadogo wanaokwenda shuleni. Kwa hiyo tunawashauri sana watoto wadogo kwa kipindi hiki wasiachwe tu, mzazi anasema nenda shule, lakini shule yenyewe iko umbali hata kilomita 1, mtoto hawezi kujua pa kupita. Kwa hiyo wazazi wote ni watake wajitahidi kuhakikisha watoto wao wanafika salama shuleni na kurudi salama shuleni kwa kipindi hiki cha mvua, ili mtoto asiweze kupotea au kusombwa na maji wakati wa dharura hiyo. Namba 12, madereva kutopita katika madaraja yaliyofunikwa na maji wakati wa mvua. Inawezekana huenda madaraja hayo yamekatika. Kwa hiyo ni vizuri pia kuweka betting kwamba nipite, kumbe saa nyingine daraja lina nyufa na kingo, unaweza kuangamiza. Kwa hiyo ni vizuri gari likapaki, mkafanya tathmini kuangalia usalama wa njia hiyo kama ni sahihi. Namba 13, watumiaji wote wa vyombo vya majini, mitumbwi, boti, wanashauriwa kuchukua tahadhari kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Tunawahimiza kuwa vifaa kwa ajili ya kujiokoa majini kama vile life jacket, ring wakati wa dharura itakapotokea. Kwa hiyo ni vizuri wanapokuwa katika sehemu yao ya shughuli za kijamii, boti na mitumbwi wanaovua samaki, wawe na maboya ya kujiokoa, life jacket. Lakini pia angalizo kwenye wavuvi wakati wa hali ya hewa, basi washauri wasiingie maji ziwani kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasubiri kwanza hali iwe nzuri, iwe tulivu, hata upepo umepita au mvua, basi ndio waendelee na shughuli zao za kijamii. Lakini pia ubebaji wa mafuta ya petroli na abiria kwenye maboti kule, hii hairuhusiwi. Takiwa kuchanganya abiria mizigo au vitu vyovyote ambavyo ni vilipuzi, tunasema flammable au chemical yoyote ile au gesi, huwezi kubeba kwenye chombo kimoja na abiria, kwa sababu inaweza kutokea tatizo basi ikaleta